Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 16 hadi ya 19. Yesu anahuzunishwa sana na kitendo cha Wayahudi ambao walikataa neno la Mwenyezi Mungu, walikataa ukweli. Anatamka maneno haya, anasema, nikifananishe na nini kizazi hiki? Kimefanana na watoto wanaokaa sokoni, wanaowaita wenzao wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza, tuliomboleza wala hamkuitikia. Anasema Yohana Mbatizaji alikuja hali wala hanywi, wakasema yuna pepo. Mwana wa Adamu alikuja akila na kunywa, wakasema mlafi huyu na mlevi, rafiki ya watoza ushuru na wenye dhambi. Kwa nini anaumizwa Yesu na kizazi hiki? Ni kizazi ambacho kwa chenyewe kilikataa ukweli na kikaanza kuwashambulia wale watu wote ambao wanakuja kutoa mwanga kwao, kuwaeleza ukweli. Yaani, katika jamii watu wakiamua kukataa ukweli, wakaamua kukumbatia dhambi, watabisha na watavuruga kila kitu. Watawakosoa watu wa Mwenyezi Mungu, watalikosoa pia hadi kanisa, na kila chombo chochote kile ambacho kinasimama katika swala zima la ukweli kitashambuliwa. Inapokuja habari nyakati kama hizi, itayarisheni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Tunapigiwa filimbi, twendeni katika swala zima la maungamo. Muda uliobaki hapa duniani ni mchache. Tuna safari ya kuelekea mbinguni, tutengeneze maisha yetu. Watu wanakataa. Ndio maana kuna sehemu fulani hivi imetolea picha moja, ikasema kwenye sanduku la maungamo watu ni wachache sana, lakini ukienda katika swala zima la karamu ya Bwana watu wamejaa. Kwenye maombi ya toba, sanduku la maungamo watu ni wachache. Ukienda katika swala zima la habari za miujiza na uponyaji, watu wamejaa. Watu wanakataa ukweli, wanatafuta vile ambavyo si vya kweli, vitu ambavyo vinavyopitwa na wakati. Ndio hiyo anasema kama mlipigiwa filimbi, lakini ili mcheze hamkucheza. Anatolea mfano wa watu muhimu waliopita katika dunia hii. Yohana Mbatizaji alikataa habari za duniani hapa, alikataa starehe za duniani hapa, akaamua kwenda kukaa jangwani huko akiutafuta uso wa Mwenyezi Mungu. Na ni kweli Mwenyezi Mungu ndipo akamtumia Yohana Mbatizaji kwa ajili ya taifa la Israeli kuweza kuokolewa, kwa sababu walikuwa wanahitaji neno la Mwenyezi Mungu ambalo kwa muda wa miaka 400 kwa sababu ya dhambi neno la Mwenyezi Mungu halikuja kwao. Wakamsingizia huyu Yohana Mbatizaji, wakasema kwamba huyu Yohana Mbatizaji wakasema kwamba ana pepo. Mtu gani ambaye yeye hanywi kama tunavyokunywa sisi? Mtu gani yeye ambaye hali kama tunavyokula sisi? Mtu gani huyu ambaye yeye havai kama tunavyovaa sisi? Wakamwambia kwamba ana pepo. Na ni kweli katika swala zima la mambo ya kiroho utakuta watu muda mwingi sana ni kuwajadili na kuwasema viongozi wa kiroho. Ana pepo huyu. Kwa nini hafanyi kama tunavyofanya sisi? Sikiliza. Yohana Mbatizaji alitumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kazi maalum. Aitekeleze kazi maalum, kwa sababu watu hawa walikuwa hawajasikia neno la Mwenyezi Mungu. Watu wanaokuja katika safari ya maisha yenu, haijalishi wanakunywa au hawanywi, wanafunga, hawavai kama mnavyovaa nyinyi, acheni mijadala juu yao. Hamwajui walikotoka. Mungu anawajua alikowatoa kwa ajili yenu. Yesu akaja akaishi maisha ya tofauti ya Yohana Mbatizaji. Yesu yeye akaamua kujichanganya na watu, akaenda katika makundi yote, katika furaha zao, katika huzuni zao, alikuwa pamoja na wao. Wakamwambia maneno ya ajabu, wakasema kwamba huyu hapa ni mlafi, ni mlevi, rafiki wa watoza ushuru na wenye dhambi. Nini? Ili mradi tu hawataki ujumbe wake, wakaamua kumsingizia kwa mambo kama haya. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.